Huyo ni mtu chuma kabisa. Mtu chuma. Lakini goli la 5 ambalo analifunga Maxim pia Nzengeli. Pasi ikitoka kwa Jonathan Ikangalombo. Ilikuwa ni offside kwa upande wako au haikuwa offside kwa jinsi ambavyo uliangalia mechi ya jana? Tuanze na hiyo instance ya kwanza. Yes, ile ya kwanza. Sina goli la 5 ambalo amefunga Maxi. Achana hilo, ndio maana nakwambia swali moja la vipengele viwili. Tunaanza na issue ya goalkeeper kuingia na kama anaingia na mpira ndani. Alifanya vice versa goalkeeper. Mpira ambao alitakiwa punch aliudaka, mpira ambao alitakiwa kudaka aliupunch. Kwa hiyo ukifanya vice versa maana yake lazima upotee kwenye engo zote mbili. Kwenye hilo goli la kwanza ambalo alijifunga mwenyewe lile ni ilipigwa shoot, then wakati anafanya clearance Onyango ule mpira ukawa umerudi tena golini badala ya kuondoa moja kwa moja. Goalkeeper alikuwa anatarajia kwa goalkeeper mkubwa ambaye anacheza kwenye ligi kuu, ni basic za kawaida tu kwamba mpira umekuja golini, unatakiwa kuangalia naweza kushika moja kwa moja au unaweza kupunch mpira. Kangania ule mpira kushika moja kwa moja. Kilichotokea ni kwamba umemshinda akaingia nao ndani. Kwa hiyo kwangu mimi ile ilikuwa ni goli kabisa. Hakuwa na shida, lakini nilikuwa natarajia kuona yeye akifanya bora zaidi ya kile ambacho alikifanya, kwa sababu alikuwa anajua huu mpira unanizidi nguvu, natakiwa ni upunch, na sehemu salama pekee ya kupeleka mpira unapopunch ni pembeni, maana yake wide, lakini ukiweka mbele ni rahisi mtu kukutana nao zile akakufunga. Kwa hiyo kwangu mimi ile ilikuwa ni goli na ni uzembe wa goalkeeper ambaye amengangania kushika ule mpira wakati ulikuwa unamzidi nguvu. Lakini kwenye hiyo incident ya pili nilikwambia kwamba alifanya vice versa. Huu mpira ambao alitakiwa kuushika baada ya kupigwa moja kwa, unajua ilipigwa shoot kwa mara ya kwanza, akaupunch ule mpira. Lakini pia nilikuwa naamini ule mpira ingekuwa na uwezo wa kucatch moja kwa moja. Sawa? Lakini kama umeopti kuupangua, ni basic za kawaida zile ambazo tunazungumza kwamba ukitaka kupangua mpira peleka pembeni kuliko kupeleka mbele yako, kwa sababu haujui huko mbele kuna nani. Na watu ambao wanashambulia manake wanaliangalia lango lako. Watu ambao wanazuia wanaangalia yani hawaangalii kwenye lango lako. Kwa hiyo ni hivi tu, mpira ukidondoka mtu ambaye anataki kukutana na huo mpira akakufunga. Kwa hiyo alifanya mistake hiyo, then ikaja kutokea offside. Wakati ile movement inakuja tayari kule mbele kulikuwa na maimamu watatu wa Yanga, yani kulikuwa na wachezaji watatu wa Yanga ambao wamezidi. Nilidhani ilitakiwa kuwa offside pale. Wale jamaa walikuwa wako clear kule mbele wachezaji watatu, lakini hakuiona, na nadhani Kibendera alitakiwa ifanye hiyo kazi vizuri, kwa sababu jukumu lake la msingi ni hilo, kuhakikisha kwamba anangamua hizo offside. Ilikuwa offside. Yes, ilikuwa ni clear offside, lakini pia hata goli la Nzengeli lenyewe. Unanielewa? Yani nimeanzia hapo kwamba ile ilitakiwa kuwa offside kabla hata goli halijatokea, lakini hakuiona hiyo offside ya kwanza. Ukapigwa tena mpira ambao Max umemkuta akiwa offside akiweka goli. Kwa hiyo ni mistake pia za Kibendera. Yanga hawajasema chochote kuhusu hizo offsides. Wewe unataka waseme michezo miwili mfululizo Yanga na offside mbili, magoli mawili ya offside Yanga. Kwa hiyo wewe uokote hela, utakuja kusema kwamba nimeokota hela. Nadhani Yanga walikuwa wanataka kuweka mipango sawa kwa bana watendaji, nadhani wawe fair na waamuzi wao. Sasa kwa ni Juma ni kwa mara ya kwanza leo Yanga kunufaika na makosa ya waamuzi alafu wakatoka mbele kwamba tumenufaika, huyu refa akachezesha vibaya. Hakuna mtu kwenye ligi anaweza kuja kusema hivyo. Niliwahi kuzungumza kwenye hizo mic. Kwenye hizo timu zote hakuna anayepambania maslahi ya timu nyingine. Kila mtu anapambania timu yake. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia hizo timu nyingine pia zinafanya mistake. Ulishawahi kuona Simba au Yanga wakiwa wanatokea kwamba tuliangalia mechi ya Dodoma Jiji, kuna mistake zilifanyika dhidi ya Coastal Union? Ulishawahi kusikia? Unafikia pale ambapo wao wanahisi kwamba wamedhulumiwa au wamefanyiwa kinyume na kile. Sawa. Hans, nakuja kwako kamanda. Kauli ya rais wa Yanga wakati fulani kwenye usajili alisema Prince Dube asipofikisha magoli 20. Unakumbuka hiyo kauli? Atakuwa hajawatendea haki wana Yanga, na ligi ndio hii, ama anaweza akafunga magoli mengine kama atakuwa kwenye mechi ya dabi kwa sababu aliumia. Lakini kwa hali ilivyo inaonesha dairi shairi ligi na lakini goli 20 alisema za ligi au in all competition. Hiyo tuweke sawa. Labda tuitafute kauli, inawezekana labda alizungumza mashindano yote. Na yote anafika 20 Kwenye ligi anachoma 13. Kwenye ligi ana 13. Kwenye mashindano mengine na magoli 7. Mashindano mengine yote kwa maana ya nini FA na nini, ndio? 20 zitakuwa zimefika. Anaweza kaa anafikisha 20. Kwa yote atakuwa atakuwa watatusaidia watu wa takwimu. Watu wa takwimu mtatusaidia ili tuwe na uhakika wa hilo nilichokuwa nataka kuuliza. Anyways, Commander, in general question tu ya hicho, kwa sababu tayari tunatafuta tupate idadi kamili ya magoli ili tuulize swali kamili. Lakini kwako amefanikiwa kwa kiwango gani? Kwa sababu ni mmoja wa wachezaji ambao waliongezwa pia kwenda kutia nguvu kwenye eneo la ushambuliaji kwa upande wa Young Africans.
Naona kwenye CAF Champions League ana goli moja dhidi ya TP Mazembe. kwa hiyo 14. Kwa hiyo Kwenye FA ana magoli 6. Kwenye FA weka Muungano. Muungano alifunga kweli? 20 ni kipengele. Nevertheless, tukienda kwenye Muungano tutaenda na kwenye Toyota. Na Toyota. Mashindano yote. Tuweke tu Toyota ilikuwa pre-season. Hata kama hajafika magoli 20. Ndio. The fact kwamba ameukaribia msimu wake bora akiwa na Azam, kwa sababu msimu bora akiwa na Azam kwenye ligi yetu Dube alifunga magoli 14. Sawa. Ndio. So he is on course to match that, kwa sababu kwenye derby anaweza akafunga goli moja, you never know, anaweza akapiga hat-trick akafika 16, or maybe anaweza hata akafunga magoli 7 akafikisha hayo 20, kwa sababu miracles happen, huwezi kujua. Lakini ambacho najaribu kusema ni kwamba hata akikwamia hapo kwenye 13, kwangu mimi he's had a very good season, kwa sababu wewe kama rekodi yako bora ni magoli 14 na unaimatch hiyo rekodi, it means kwa wastani umetimiza wajibu wako. Kwa hiyo ambacho cha kujichallenge ni kwamba je, unaweza ukaenda beyond hilo? And I believe quality ya Prince Dube inatosha kwa hilo kutokea. Suppose kwa mfano ile anayosema Hans likitokea kwamba Mzizi akiondoka, sema sasa ndio hicho kwamba kuna striker mwingine ambaye inasemekana amesajiliwa ambaye ni Soa, na ukiangalia Soa is more athletic kuliko Dube. We assume pia kwamba hayuko injury prone kama Dube. Kwa hiyo ni namba 9 ambaye anasimama kwenye eneo lake vizuri, na bado pia Yanga wanamtakayekuwa Waseki. Kwa hiyo output yake inaweza ikaathiriwa na uwepo wa watu wengine, kwa sababu unajua wanakuambia kipya kinyemi ingawa kidonda. Kwa hiyo watu wanaweza wakakumbuka magoli ya Soa kwa mfano aliyowafunga Simba akiwa na Singida yale, wakaona Dube wa kazi gani, akaanza kuwa anatokea bench and what not, but then hayo ndio maisha ya football. Lakini kwa kuzungumzia msimu huu wa kwanza sio issue. Sasa unapozungumzia kauli ambazo mtu anazungumza, sometimes usiziweke nafsini sana, kwa sababu ni watu hawa. Kuna wakati waliwahi kusema kwamba wakikosa ubingwa waulizwe, wakaukosa kweli. Sijui kama watu walikuja kuwauliza, viongozi wanaahidi uwanja kwamba mimi kabla muda wangu nitajenga uwanja. Kwa hiyo unapaswa kuweka kauli kama hizo tu ambazo zinakuepo, kama kauli zingine tu ambazo uwezi ukaja kupima accountability yake. Lakini swala lako la msingi, Dube amekuwa na msimu mzuri.